Coach, karibu sana Dodoma. Asante, nashukuru. Dodoma ni sehemu ambayo Namungo ni nyumbani, lakini pia na kwako ni nyumbani. Kesho dhidi ya Mtibwa Sugar ambao umeuchagua kama uwanja wao wa nyumbani. Tutarajie mechi ya namna gani mwalimu? Ni kweli ni mechi ambayo kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ameturehemu mpaka sasa hivi tunazungumza na tumekuja kufanya mazoezi ya mwisho kwenye uwanja ambao tutautumia kesho kwa ajili ya mechi. Ni kweli kesho tunacheza na Mtibwa ambao wanatumia uwanja kama uwanja wa nyumbani na bahati nzuri wamekuja vizuri, wanatumia vizuri na wanapata matokeo yaliokuwa mazuri, lakini hilo jalishi kubwa ni kwamba tunawaheshimu kama Mtibwa, tunawaheshimu kama moja ya timu ambayo kwenye Premier League pamoja. Kwa hiyo tunaamini kabisa haitakuwa mechi rahisi, ni mechi ngumu kwa sababu naamini kabisa wao tayari hapa ndio kwao, lakini kikubwa ambacho tunakizingatia ni kwamba tumekuja Dodoma kushindana na Mtibwa kesho, kufanya vizuri na mwisho yote kupata matokeo yaliyokuwa mazuri. Sawa, mechi 5 za mwisho za Namungo Football Club, ushindi 4, sare 1. Asilimia kubwa hizi alama Namungo imezikusanya kwenye uwanja wa nyumbani. Ugenini ni mechi moja dhidi ya Mbeya City ambayo timu ilipata matokeo. Kesho itakuwaje? Sasa hiyo ni utabiri na mimi sio mtabiri. Mimi ni mwalimu wa mpira wa miguu. Nachoweza kusema ni kwamba sisi tumejiandaa vizuri kushindana kesho. Kushindana vizuri, kufanya vizuri na mwisho yote kupata matokeo yaliyokuwa mazuri. Performance ya wachezaji ambayo imeonekana kuimarika hususan kwa mfano mchezo wa mwisho dhidi ya Fountain Gate, kipindi cha pili timu ilionekana kuamka sana kuliko ambavyo ilikuwa inacheza kipindi cha kwanza. Siri ni nini? Unajua kila mchezo una game plan yake. Inategemea na opponent wako iko vipi. Kwa hiyo kwenye mpira vitu vya kawaida sana kwamba mtu anaanza hivi anamaliza hivi, afu unajua sisi tunasafiri sana. Kila baada ya masaa 72 tunacheza. Tulicheza Ruangwa tukaondoka kule, baada ya masaa 72 tunakija tena tukacheza Babati. Kwa hiyo utaona kabisa hata hali ya hewa pia inachangia. Kwa hiyo umeona hata first half sisi hatukuweza vizuri kwa sababu hali ya hewa ilitusumbua kidogo. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba second half angalau watu walianza kufunguka baada ya kuanza kuadapt ile hali ya hewa. Lakini kikubwa ni kwamba hii ligi ni ngumu na hii ligi watu wanashindana. Kwa hiyo yanapotokea matokeo yoyote lazima ukubali kwamba ni sehemu ya mchezo. Kwa kuwa tunaelewa hivyo na kufahamu hivyo, maandalizi yote ya kucheza mechi nzuri, mechi yenye ushindani, mechi ngumu kama hizo yamekamilika. Leo ndio kufanya kama just recovering na kukagua uwanja na kuona kwamba kesho tunafanya nini. Kubwa ni kwamba tumejiandaa vizuri kushindana na timu nzuri. Lakini mwisho yote ni kupambana na kupata matokeo yaliyokuwa mazuri. Performance ya mshambuliaji wako Fabrice Ngoi unaileta vipi kama mwalimu na unajivunia vipi kuwa na mchezaji kama Fabrice Ngoi? Yeye ile ni position yake anayocheza na kazi anayofanya ndio majukumu yake. Kwa hiyo kubwa ni kuzidi kummotivate kwamba endelee kufanya vizuri kazi kwa sababu ile ni kazi yake. Bahati nzuri ingekuwa labda central defender kila sana kuja anafunga tungesema anakujaje, lakini he's a striker. Na kazi yake ni kuscore, sio? Sasa anachokifanya ni moja majukumu yake ya kila siku. Kwa hiyo kubwa ni kumpush tuendelee kufanya vizuri kwa sababu anatimiza wajibu wake. Mwalimu Yusuf Chipo ni kocha ambaye una experience naye, umekutana naye kwenye national team ukiwa unaongoza Taifa Stars. Hiyo kuna namna ambayo nyie kama walimu kujuana kwamba huyu anatumia hichi kwenye michezo ambayo imewahi kupita huwa inaathiri mchezo ambao unakuwa uko usoni? Mimi kama Yusuf Chipo ni rafiki yangu. Na si rafiki yangu tu, ni ndugu yangu. Kwa sababu Chipo mimi ndio nilimkabidhi Coastal wakati naondoka Coastal na kwenda kucheza Simba. Naenda kufundisha Simba. Kwa hiyo ni rafiki yangu, ni mwenzangu, mwalimu mwenzangu, tunaheshimiana vizuri tu. Kwa hiyo sidhani kama nitakuwa na nafasi. Nafasi hiyo ni kwamba tunamheshimu kama mwalimu mzuri, mwenye taaluma nzuri ya football coaching na hata timu yake unaona jinsi ilivyobadilika. Kwa hiyo ni kweli ni kwamba tunacheza na timu yenye mwalimu mzuri, sio? Kwa hiyo naamini kabisa kwamba kesho tunaenda kupambana na timu nzuri yenye mwalimu mzuri. Kwa mwalimu, tutarajie battle la wachezaji kufuata misingi ambayo umeiandaa kwenye viwanja vya mazoezi, lakini tutarajie tactical za walimu sasa zile blame kwa sababu nyie mwahi kukutana na kufanya kazi pamoja. You waiting and see. Subirini na mtazameni muone. Hilo ndio itakavyokuwa, vinginevyo itakuwa ni mambo ya utabiri. Mimi sio mjukuu wa Sheikh Hayawa. Lakini kubwa ni kwamba tazameni na msubiri muone kitakavyokuwa. Asante sana. Asante sana na shukrani sana.